Yes, karibu tena ndani ya Media Bukavu TV. Tunakaribisha tena kwa ndani ya habari zetu. Karibu tena ndani ya Media Goma TV. Tunakaribisha tena ndani ya kipindi chetu kama kawaida. Leo ni tarehe 11 mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Kwa majina ni reporter ndani ya Media Bukavu TV na ndani ya Media Goma TV. Kwa sasa leo tuna mengi ya kuwatangazia na tuna mengi ya kuwajuza na tuna mengi ya kuwaeleza kupitia yote anayopitikana ndani ya sekta ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kabla nizungumze mengi, acha kwanza tusalimie mashabiki zetu wote wanaopatikana katika eneo tofauti ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, katika eneo tofauti ninavyokutangaza katika muda wetu leo. Kumbuka leo ni Samedi. Kwa sasa leo tuna habari zenye moto moto. Mashabiki wangu kutokea ndani ya Azra ya Kongo wote kwa ujumla ninawakaribisha tena mara yetu ingine ndani ya Media Goma TV, ndani ya Media Bukavu TV. Mashabiki, kama ni mara ya kwanza hujawahi subscribe ndani ya Media Bukavu, ndani ya Media Bukavu TV, ama hujawahi subscribe ndani ya Media Goma TV, tunakukaribisha ndani ya vipindi vyetu viwili hivyo ndani ya chaneli zetu mbili, Media Goma TV na Media Bukavu TV, kwa sababu tayari kama ulishawahi kujiabone, ulishakuwa tayari member wa Media Bukavu TV, member wa Media Goma TV, tunakukaribisha wewe ni kukuwa natufuatilia, unaweka comment yako, una like hapo juu mara moja, tukue tunajua wewe ni shabiki wetu kutokea upande gani, si ndio watu wangu? Na mashabiki zangu wengine ma diaspora, kila mara naendelea kuwashukuru zaidi kwa support mnaendelea kutuonesha, na upendo na roho ya upendo mnaendelea kuonesha kabisa. Mungu awe pamoja na nyinyi, na sisi tuko hapa kuwatafutia habari zenye ukweli katika yote ndani ya uwanja yenye mapigano ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Na leo tarehe hii 11 kuna mengi yanaendelea kupatikana katika ndani ya uwanja lenye mapigano kwa sasa ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Nakuja kuwapeleka mara moja Kinshasa. Kwa sasa wanajeshi kwa wingi zaidi edikota ya Kinshasa mara moja kamili chake kwa sasa limeandaa wanajeshi kwa wingi zaidi, karibu 49,000 ya wanajeshi wanakuja kwenye uwanja lenye mapigano katika upande wa Nord Kivu na upande wa Sud Kivu. Hili ni habari na waletea, inaitwa break news. Watu wengine wanashindwa kuwatangazia hizi habari, lakini ukiwa unanisikiliza mara moja kupitia Media Bukavu TV, kupitia Media Goma TV, tunaletea habari zenye ziko katika uwanja wa mapambano. Kwa sababu gani serikali ya Kongo mara moja imetuma wanajeshi hawa, wapatia wanajeshi kwa wingi zaidi? Wanajeshi wanaoshuka kwa wingi zaidi ni wanajeshi wa IBU. Kwa sasa wanajeshi wenye katika uwanja mapambano wengi zaidi ni wa FARDC. Sasa niliwaambia kama serikali ya Kongo, Felix Tshisekedi ameendelea kutengeneza wanajeshi wa IBU kwa wengi sana, pamoja na jeshi la wa Serpent Noir. Lakini kitu kingine kenye FARDC bado imesahau kufanya, ingilichukua hata wanajeshi wamoja wa wazalendo wawapeleke kwenye seta lenye mafunzo ya kijeshi kwa kweli, kwa sababu wanajeshi wa wazalendo nao ni wanajeshi wanafaa kabisa, kwa sababu wanajeshi wa wazalendo nao wanapigania nchi la ukweli kabisa, na hawa wakiwa kwenye uwanja pamoja na jeshi la IBU pamoja na wanajeshi wa Serpent Noir wanapigana vizuri sana kuliko wanajeshi wa serikali ya Kongo FARDC. Kwa sababu gani tunazungumza haya? Kwa sababu wanajeshi wa FARDC hao ndio wanamiliki, hao ndio wanasimamia katika kiwango lenye mapigano, na ukiangalia autorite wengi sana nusome viongozi wengi zaidi ni wa viongozi wa FARDC. Kwa sasa inabidi rais mara moja achukue viongozi wa IBU wasimamie viongozi wa moja wa FARDC. Hapo ndio mtakuja kujua tayari wale wasaliti ni watu gani, kwa sababu watu wa viongozi wa FARDC wakikuwa tayari hao tu ndio wangali kwenye viongozi, mara moja hamtajua wasaliti ni wagani. Wasaliti wako Kinshasa ama wasaliti wako katika uwanja mapambano. Kwa sababu gani? Wasaliti hawezi kuwa kwenye uwanja mapambano washinde kuwa kwenye upande wa mabiro. Kule ndani ya mabiro, kule maedikota ndani kwa ofisi ndio kwenye kuna wasaliti wa ukweli, kwa sababu kama Kinshasa iko na wasaliti wale majenerali wakubwa wale wanasimamia vita, mara moja akituma wanajeshi huko Sud Kivu tayari hule naye atakuwa msaliti, kwa sababu atamwambia huko wende utakuwa unatumiwa pesa fulani, wewe fanya kazi. Kwa kufanya nini? Kwa kudistray M23, kwa kudistray raia population wasijue kama wewe unawasiliana na waasi moja kwa moja. Ndio maana niliwaambia ili
Kongo wajue wasaliti ni wagani. Inabidi serikali ichukue viongozi. Tunaomba serikali la Kongo ichukue viongozi wa wazalendo wamoja, wale wa viongozi wa ukweli, wale hawajakulaga rushwa. Wasiweke hawa viongozi wenyewe tunajua wanakula rushwa. Kwa wazalendo tunawajua, ni ile hatuwezi kuwataja majina. Wale wazalendo wanakula rushwa tunaonanga. Kwa sababu gani? Wanazuia wazalendo wenzao wasiende kwenye vita, wanajulikana. Wale ndio wanakula rushwa pamoja na viongozi wa Tuma Sidi Kivu wa FARDC. Ndio maana unajipata sasa wazalendo wale wakule rushwa na wazalendo na wanajeshi wa ibua wakule rushwa. Kwa sasa wakiwa kwenye uwanja mapambano kwa tayari wanaongozwa na FARDC, wanawarudishwa nyuma kwa sababu hawa hawana maneno, hawana mpango wa vita. Unaelewa vizuri? La hili ndio serikali inabidi itengeneze sasa, itengeneze serikali lipya. Kama gisi Rais Felix Tshisekedi anaendelea kuandaa serikali lipya sasa moja kwa moja. Wanajeshi wa IBU inaendelea kuwatengeneza vizuri sana, na wale wanajeshi wa IBU inabidi wawe kabisa makini kwa kujua wanajeshi wa FARDC hawa sio wenzetu, hawa tayari hawa wako korompi tayari. Na sasa hata kama tayari wakiwa kwenye uwanja wakisikia tu FARDC sana waambia bado mtusubiri order yetu, tayari mjue hapa kuna kitu kinavyoendelea. Hivi kwa sababu gani tunazungumza haya? Kumbuka ndani habari zetu ndani ya Kipupu hivyo ndio kulitendeka. Eneo ya Mikenge kulitendeka kitendo kama hichi. Mara moja gisi FARDC iliondoka Mikenge kaacha wanajeshi wazalendo ndani ya kaya Mikenge mara moja. Waasi wakawapiga mara moja mpaka Generale Ngoma Nzito akapana na wanajeshi wake kupeana ramforo. Ndio hilo linaendelea kuambia kusema kwenye uwanja mapambano mambo inaendelea kupitikana katika sekta, ni mambo mengi tofauti mpaka watu wengi hawajajua ni nini inavyoendelea katika sekta lenye mapigano. Na katika habari zetu mara moja kuhusu wanajeshi wanakuja kutokea Kinshasa, wanakuja Uvira na wengine wanaenda Nord Kivu. Kwa sasa Uvira itaendelea kupokea wanajeshi mpaka tangu juzi wanapokea wanajeshi kwa wingi zaidi, kwa sababu wanaogopa kuwa Uvira wanaogopa kama Uvira itakuwa kwa mikono ya waasi wa M23. Wanaogopa tayari eneo ya Baraka itakuwa kwenye mikono ya waasi. Wanaogopa eneo ya Fizi itakuwa kwenye mikono ya waasi. Ndio maana kwa sasa jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo imeona kwa sasa inabidi wafunge, waeke ukuta katika eneo hizi. Lakini kwa sasa kwenye sehemu ya usalama, raia population ya Baraka na raia population ya Fizi hawana usalama mpaka kwa sasa. Hata kama serikali la Kongo, serikali inamiliki katika sekta hili, lakini sehemu ya usalama hawana kabisa. Hili ninavyowaambia ni habari tuko nayo moja kwa moja, kwa sababu raia population wanasumbuliwa katika sehemu ya usalama ndani ya Baraka mpaka Fizi kwa sasa. Habari zingine kwa sasa la watu wengi katika eneo hili nilikuwa nikiwazungumzia na kuambia kwa sasa eneo inaitwa Kasindi. Eneo ya Kasindi kumepitikana vita kali sana kati la jeshi la waasi M23 pamoja na jeshi la wazalendo. Kasindi ni upande wa kuelekea katika eneo ya kwa boda ya Uganda na boda ya Kongo. Kwa sasa huko nako kunaonekana hewa mbaya zaidi, huko ni Sud Kivu. Kumeonekana kwa sasa mtucho sio mzuri hatua upande la jeshi la FARDC na wazalendo wako katika eneo hili na waasi wa M23. Na katika habari zetu mara moja katika eneo tunaopeleka eneo ya Kaziba kwenye kulionekana wanajeshi kwa wingi zaidi kupita katika barabara ndani ya raia ya huko ili niwapeleke kwenye wanajeshi wa M23 walikuwa katika eneo ya Kaziba, walikuwa naelekea mara moja upande wa Minembwe. Hatua walielekea katika upande wa Minembwe, walipita eneo ya Kaziba. Kufika Kaziba mara moja, wakachukua vijana wa Kaziba, wakabebesha mabunduki. Wale wanajeshi wakapita eneo inaitwa Musongo na wakapita eneo na kijiji kingine cha Mikenge, wakaelekea Minembwe. Wakarudi mpaka tena wapi? Kaziba. Yaani ile mlisikia tarehe 9 wanajeshi walikuwa kipana mara moja wanaenda Minembwe. Huko kumbuka niliwaambia Minembwe kuna vitu vinaendelea huko mpaka viongozi wa moja wa M23 wangali katika Minembwe huko, kwa sababu kuna mambo inabadilika mpaka kwa serikali ilijua kwa sasa hapa kama mahelikopta ya M23 yanaweza kuingia Minembwe wakipita na mandege helikopteri. Sasa M23 kwa sasa uwanja wa ndege wa Kavumu unaanza kutembea na helikopteri mara moja kupeleka M23 kila mara. Niliwaambia kuna habari zingine niliwatangazia kuambia kwa sasa M23 kwa sasa
inatengeneza bora zaidi. Kwa sababu gani? Hili mjui, M23 anatumia mbingu nyingi zaidi kwenye uwanja mapambano, na hili watu wengi hatujajua strategia, lakini wale sisi watu wenyewe wako uwanja kama FARDC inabidi wajue waasi hao wanatumia strategy gani kwa kuchukua eneo hili. Wazalendo inabidi mjue, mpaka jeshi la Ibu, mpaka jeshi la Burundi inabidi mjue, lakini kwa sasa juu wengi wanajua hawana maana ya kujua strategy hizi. Hao kazi yao ni kukula uongo tu, wanajisahau. Na kwa sasa tunawakumbusha kuambia, kwa sasa tarehe 20 na kuwatangazia tarehe 22 mwezi wa 7 huyu mwaka wa 2026 Kinshasa, maandamano ya usalama. Maopoza wataendelea watasema inabidi waingie ndani ya ubunge, ndani tayari ikulu kwenye rais anaishi, kwa sababu ya kusipobadilisha mambo ya constitution. Ndio maana ukiwa unasikiliza mara moja, endelea kusubscribe, like, comment, tuje kupatana kwa habari zetu za asubuhi. Tarehe ngapi? Tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Kama unavyokubali media Goma TV na kama unavyokubali media Bukavu TV, subscribe hapa ndio utapata habari zenye ukali, habari zenye uhakika. Na kushukuru sana. Kumbuka kesho itakuwa ni Sunday, Samedi tarehe 12 itakuwa dimanche, s'il vous plaît. Na wakaribisha tena kwa habari zetu za asubuhi kama kawaida ndani ya media Bukavu TV na ndani ya media Goma TV. Eri njema na Mungu awe pamoja na nyinyi. Bye bye.